Msomaji wangu, basi tunaambiwa msomaji mwalimu, basi tunaingia katika fundisho ambayo inaonyesha ni siku za mwisho. Unabii iko katika kanisa kupitia fundisho ya Biblia, na wale wote ambao watakuwa wanapita njia, najua watasimama, na itakuwa ni kitu ya kushangaza kwa sababu hazisomwi katika mashule ya mateolojia. Sasa hivi Mungu ametuwezesha tufikishe ujumbe huu ili uweze kuziona. Sawa? Ndio mwalimu. Basi tukiwa katika Petro wa pili, waraka wa Petro wa pili, Petro wa pili 2. Sasa watu waangalie waraka wa Petro wa pili. Mungu anaonyesha kwamba kupitia maandiko yake kanisa yake itakuwa na nguvu, na nguvu ambayo itakuwa nayo kulingana na fundisho ambalo tulikuwa nayo wakati ambapo tulikuwa tunaanza. Tulionyesha kwamba wachungaji wameachana na uchungaji wao ambao ni kutoa onyo, kukaripia, kufundisha, kuonya kwamba kuna nini, kuna upanga inakuja. Basi upanga, sehemu ya kwanza tumeona ni neno ya Mungu, na sehemu ya pili sasa tuko katika upanga ambao inaonyesha ni mataifa ambao Mungu anatumia kukatakata watu wake wanaoasi. Wakati kanisa inaasi, wakati wachungaji wanaacha kuona vitu vilivyo jinsi Mungu alivyoweka na wanapokea roho ya usingizi, basi Mungu analeta upanga. Sawa? Msomaji mwalimu. Basi waraka wa Petro wa pili ngapi? Pale 1:19. Waraka wa Petro wa pili 1:19. Sasa watu waangalie, kuna fundisho ama doctrine ambayo inaitwa prophecy ndani ya kanisa. Kazi ya hii prophecy ni nini? Kwanza, iko ama haiko? Inasemaje? Bali kwa damu ya dhamani. Uko wapi? Waraka wa Petro wa pili 1:19. Nataka wa kwanza mwalimu. Wa kwanza nzuri hiyo. Waraka wa kwanza wa Petro 1:19. Watu angalie, kuna fundisho ya manabii ama unabii iko ndani ya kanisa. Watu waweze kujua kwamba wamepewa uwezo ya kujua matukio kabla yatokee. Kanisa ya zamani hivyo hivyo tu, watumishi ambao walikuwa wanawekewa mikono ama au pia wale ambao wako na roho sawa, wako na upako, samahani, wako na upako. Najua upako hawendi shule, upako ndio hii iko hapa, hii si ya mashule hizi. Kuna upako, kuna kanisa unasikizana na wanaekelea watu fulani fulani ambao wameona wamehitimu mikono, hao wanaitwa ambao wamewekewa mikono, sawa. Na kuna wale ambao wameitwa aina tatu ya watendakazi katika kanisa, na Yesu amesema katika fundisho yetu leo ya kwanza kwamba amepewa mamlaka mbinguni na nchi, sawa. Sasa hiyo mamlaka iko na mpangilio ambao ni ya uungu. Inasemaje? Inasema nasi tuna lile neno la unabii lilo imara zaidi. Uko wapi? Petro wa pili 1:19. 2 Peter 1:19. Twende. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo, ndio mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Sasa tumesikia mitume wanasema wako na neno ile ya unabii. Unaona? Ndio mwalimu. Watu ambao wanatumikia Yesu Kristo leo wamepuuza hii unabii. Unabii inaonyesha kwamba siku zijazo ni za taabu, na manabii wa uongo wameshaonyesha wazi kwamba kanisa imebarikiwa, kanisa wameona kanisa, alafu sasa hiyo wanaidanganya kanisa inaenda kunyakuliwa. Hizo ni uongo. Wewe ushaona wamedanganya, wewe bado unaendelea kudanganywa, si ndio? Tuangalie Ezekieli, yani kionjo tu, alafu tuanze operation. 14:9 Ezekieli, watu wajue. Kitabu cha Ezekieli 14:9. Na manabii, ndio, na nabii akidanganyika, na yule nabii yoyote ama yoyote ambaye amejiweka kama nabii akidanganya na kusema neno, mimi Bwana twende
nimemdanganya nabii yule, ndiyo, nami nitakuonyesha mkono wangu juu yake. Sasa ujue Mungu anapeana roho ya kudanganya na pia anapeana roho ya kweli, ni kulingana na uchaguzi wetu. Timotheo wa Thessalonika wa pili, uchaguzi wetu tunachagua kutaka nini? Tunapenda uongo ama tunapenda kweli? Sawa, ndio mwalimu. Leo hii ni siku yetu ya kwanza hapa hii sehemu. Hii wiki ni siku ya kwanza hapa, na sisi ni Wasabato wana matengenezo. Tunatengeneza njia zilizoharibiwa na watu ambao wanafaa kuitwa katika kazi, wanaitwa siku ya leo wakuja kufanya kazi ya matengenezo, na tunashirikiana pale ama tunakutania pale wapi pale mwalimu? Pale Jamhuri. Jamhuri. Na mkaribishwe Jamhuri Primary. Jamhuri Primary. Basi tupiga hatua, watu waingie katika sehemu ya unabii. Yesu ambaye alikuwa ni pasta wa mapasta. Yesu alitumia unabii kuonyesha kwamba anaiamini kana kwamba hiyo ndiyo uongozo wa kanisa. Naye akaonyesha kwamba yeye ndiye akona huo, yeye ndiye anapeana, ama yeye ndiye anapeana hiyo, anatia hiyo upako wa unabii katika kanisa ya zamani na kanisa ya Agano Jipya. Ndio. Agano Jipya na Agano ya zamani, Agano la Kale. Ama la Kale, watu walitiwa vipaji ya unabii na walipitia mateso. Manabii wa leo wako na magari, manabii wa leo wako na bodybuilders, wanapiga bodyguard, si ndio? Sasa hao hatutaki kuangalia hao, wacha tuangalie Yesu anasema siku za mwisho zitakaje. Tuende kwa Luka, kitabu ni cha Luka 17:26. 17:26 inasema mwalimu wangu. Ndio. Watu waangalie. Inasema siku za mwisho Yesu amezungumzia. Luka 17:26 inasema, na kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, wakila, walikuwa wakioa na kuolewa, na walikuwa wanaolewa na wanaoa, hata siku ile Nuhu alivyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Haya, unaona kuna watu ambao watakuwa wanaangamizwa hata saa hii, kwa sababu ujumbe ndio hii, watu wanaisikia kulingana na mafundisho ya Biblia. Watu wasomewe, waelewe Biblia inasemaje. Unaona sasa inasemaje pale katika Petro ni wa pili mstari wake, sura yake ni wa pili. Petro wa pili. Petro wa pili sura yake ni ya pili, mstari wake ni wa 4. Inasema na wa 5. Kwa maana ndio, ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni. Sasa angalia, kulikuwa na malaika ambao waliasi mbinguni. Sasa baada ya hao walioasi, kuna uasi ambao ilifanyika duniani ambayo ilielekea sehemu ya gharika. Inasema hivi. Ndio. Inasemaje? Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, ndio, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Sasa baadaye tutaangalia jinsi Mungu alifunga malaika katika giza, vifungo vya giza. Lakini sasa hivi tunaangalia gharika ambayo Nuhu alipewa ujumbe kwamba itakuja na waliangamia wote. Endelea. Inaendelea ikisema mstari wa 5, wala hakuachilia ulimwengu wa kale, ndio, bali alimhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7. Maliza. Hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu na wasiomcha Mungu. Sasa tumeonyeshwa kuna gharika ambayo ilikuwa ikaharibu hii dunia yote, na pia ikaharibu waliokataa kumcha Mungu, ambao ni waovu. Muovu ni yeyote ambaye atakata sheria ya Mungu. Si lazima ufanye uovu, ukikataa tu sheria wewe unaweka muovu. Mithali 29 mstari wake ni wa 8. Kitabu cha Mithali. Ndio, Mithali 29 ngapi? 29 mstari wake ni wa 4.
29 mstari wake wa 4 kitabu cha Methali. Na inashuhudia na kusema, ndio inasema hivi, semeje? Mfalme hudhibitisha nchi kwa hukumu, bali yeye apokea rushwa. Nataka uende ni 28, sawa? 28 ngapi? 4. Inasema hivi, wao wayachao sheria, wasifu waovu. Wanasifu nani? Waovu. Sasa kuna waovu na wale wanaowasifu. Unaona? Naam. Sio lazima ukae muovu, bora umekataa tu sheria ya Mungu. Wewe pia unafanya cheering squad. Unakataa, unawaongezea nguvu waovu. Inaendelea ikisema, maliza, wao wayachao sheria, wasifu waovu, ndio, bali wao waishikao ushindana nao. Unaona sasa Mungu anaonyesha kwa haki kwamba kuna wale ambao wanaikataa sheria. Baada ya kuikataa sheria, wana wasifu wa nani? Waovu. Maana ya kukataa sheria ni kusifu muovu. Unaona? Sasa sio lazima ukae pale alafu useme mimi sitaenda kwa Wasabato nishiriki na wao. Sio lazima. Yaani yule muovu anafanana na wewe kwa sababu wewe hautaki kushiriki katika sheria ya Mungu ya Sabato. Basi tuendelee katika sehemu ya unabii. Tunaonyesha unabii hiko katika kanisa, sehemu ya Agano ya Kale. Inasemaje? Ezekieli 7 mstari wake ni wa 3 na 4 hadi 7. Kitabu cha Ezekieli mstari wake ni wa 7. Na inashuhudia ikisema hivi. Isemaje? 7 mstari wake ni wa 3. Inasema, ndio. Sasa mwisho huu inasema, anzia 2 mzuri. 2 inasema, na wewe mwanadamu, Bwana Mungu aiambia hivi nchi ya Israeli, ni mwisho. Mwisho umezijia pembe 4 za nchi. Mwisho imejia katika pembe ngapi? 4 za nchi. Sasa mwisho huu unakupata, nami nitakuletea hasira yangu, nitakuhukumu sawasawa na njia zako, nami nitakupatiliza machukizo yako yote. Jicho langu halitakuachilia. Unaona Mungu anaenda kufanya nini? Kupatiliza kisasi. Inaendelea ikisema, maliza, jicho langu halitakuachilia, wala sitaona huruma, bali nitakupatiliza njia zako, na machukizo yako yatakuwa katikati yako, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Unaona sasa Mungu wakati anamaliza taifa na wakati analeta ghadhabu katika pembe 4 ya dunia, anafanya upatilizaji, rewarding, analeta hukumu ambayo inaitwa upelelezi. Baada ya upelelezi ni kufanyaje, msomaji? Naam. Inaitwa executive judgment, si ndio? Naam. Ya Mungu anakuja na reward zake. Basi siku za mwisho zinapokujia Israeli, tunaangalia Danieli 1 hadi Danieli mstari wa 3. Kitabu cha Danieli 1:1. Na inashuhudia na kusema, ndio, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yoakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akausuru. Bwana akamtia Yoakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba vya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka vyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matoashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli, wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana. Unaona sasa, kuna wale ambao walikamatwa wakapelekwa mateka katika nchi ya ugeni ya Babeli, ambao Mungu amekusudia kwamba huo kusudi iwe ni funzo siku za mwisho. Watu wajue kwamba ujumbe wa malaika watatu imekuja katika sehemu 4 za pembe 4 za dunia. Ufunuo pale 14 mstari wa 6, watu waone malaika watatu wanasemeje. 14:6 Ufunuo wa Yohana inasema hivi, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, na wahubiri hawa wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu inapofika, kuna uasi inaongezeka
na watu wanategea kujiliwa na kupatilizwa, yani reward. Sawa? Naam. Mwenye kiburi anapewa kiburi, yani watu wanalipwa kisasi na Mungu. Sasa angalia, sasa malaika huyu anaonekana siku gani? Enda kwa malaika wa pili. Mstari wake wa 8 inasema, ndio, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, semeje? Umeanguka Babeli. Umeanguka nini? Babeli. Umeanguka nini? Umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulioonyesha mataifa yote vinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Mtu yoyote ambaye atasujudia mnyama na sanamu ya mnyama yake atafanywaje? Mtu yoyote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu. Atateswa mbele ya malaika, sawa, na mbele za mwana kondoo. Haya, sasa zikia, ujumbe ni za mwisho, sio ujumbe yenye kuna ingine tunatarajia. Hakuna ujumbe ingine kama ujui mnyama na ujui sanamu yake. Sasa hivi ni wakati wa kujua. Hosea anasemaje? Hosea 12 mstari wake ni wa 10. Hosea 12:10. Watu wa Mungu wajue tena nimenena nao manabii. Asemi huyu mnyama huyu anasema nini? Ana maana gani? Biblia inasemaje? Tena nimenena nao manabii, ndio, nami nimeongeza maono, ndio, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mfano. Unaona, ametumia nini? Mfano. Sasa kila mfano kwa nini inaitwa ministry? Sawa? Naam. Ministry kwa Kiswahili mtumishi. Naam. Huduma. Katika huduma ya manabii Mungu anatumia mifano. Sawa? Naam. Twende katika fundisho ama usisitizi ya Waebrania 1:1. Hiyo ni agano jipya. Saa hii kuna watu sasa hivi wanasema kanisa ambazo zinasoma vitabu vya zamani, agano ni jipya saa hii. Wewe, hiyo siasa tulimalizana nayo. Inasema hivi, sikia, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Wachia hapo. Mungu alizungumza na mababa kupitia manabii katika sehemu gani? Sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi, mwisho sasa agano jipya, twende, amesema na sisi katika mwana. Sasa swali kwako na kwangu, tupuuze manabii kwa sababu ananena na sisi kwa mwana au vipi? Sawa? Naam. Waraka wa Petro wa pili pale ni sura ya 3. Watu waangalie, ni lazima tuangalie manabii wa zamani ama tuwapuuze kwa sababu tuko agano jipya? Tufanyeje? Inasemaje? Petro wa pili mstari wake sura yake ni ya 3, wa kwanza na wa pili. Petro wa kwanza. Endelea tu. Sura ya 3 mstari wake ni wa kwanza na wa pili. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili niwaandikie nyinyi katika zote mbili, na ziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha. Katika hizi nyaraka mbili Petro amekusudia watu wa Mungu, amejua watu wa Mungu wako na nia safi. Wanapozungumziwa, wanapotajwa, wanajua kurekebisha makosa yao. Sawa? Wakitajwa kwamba wako katika makosa, wanarekebisha, yaani wako na nia nzuri. Sawa? Naam. Wanapaswa kufanya nini? Inaendelea ikisema, ndio, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu. Rudia. Inasema hivi, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu. Unaona, kuna maneno za zamani yaliyonenwa na manabii wajuzi wa zamani, agano ya kale. Sawa? Naam. Hawa ndio tuwasikize, kwa sababu hao Petro anasema tusiwapuuze, tusikie maneno yao na tusikie ili tuweze kuonywa. Petro wa kwanza 1 sura yake na kwanza. Sawa?
9 hadi 10. Petro wa kwanza 1:9 inasema hivi. Na waliandikaje sasa unabii? Hiyo ndio swali tunajiuliza, wacha ijibu. Inasema katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakavyowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi? Walitafuta ni nini? Ni wakati upi? Unaona kuna wakati hapo. Na wakati wa namna gani? Na namna, signs of the times, ya namna. Sawa? Naam. Ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwako baada ya hayo. Na utukufu utakaokuweko baada ya hayo. Haya, wacha tuangalie utukufu ambayo Danieli alionyeshwa. Danieli 7, 9, 10. Alafu tuanze sasa Danieli katika kwenye Danieli 7. Danieli 7 mstari wake ni wa 9. Ndio. Na inashuhudia ikisema. Inasema hivi. Nasemaje? Danieli 7:9. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa, na vitabu vikafunuliwa. Umesikia? Sasa manabii waliona hadi hiyo siku ya hukumu. Watu wanahukumiwa kulingana matendo yao. Watu watahukumiwa kulingana na matendo yao. Unaona? Haya, watu sasa angalia, watu wanaenda kuhukumiwa kulingana na matendo yao, na manabii waliona hizi siku. Walipoona hizi siku, Petro anasisitiza tukumbuke na tutie, yani tukumbuke sana maneno yaliyozungumziwa, yaliyotajwa na manabii wa zamani. Sasa watu wajue hivyo. Sasa manabii walionena zamani ni wagani? Danieli amesema aje? Aliona mzee wa siku ameketi, anaenda kufanya nini? Hukumu juu ya watakatifu. Na huyu mzee unapata siku hizi ama siku leo watu wanamdansia hivi, huyu ni mtu wa kupigia dansi. Amesema aje? Nao matakatifu wa 1000 wako ngapi? 7 inaendelea ikisema, ilikuwa inarudia ikisema wamesimama wangapi? Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia. Hapana, wakapiga dance. Wakamtumikia. Na 10,000 mara 10,000 wanapiga dance. Wakasimama. Haya, wamesimama wima mbele zake. Ndio. Hukumu ikawekwa, na vitabu vikafunuliwa. Amina, haleluya, amina. Sasa watu wanafaa kujua hiyo hukumu inafanywa aje na ni nini hii ambayo inatajwa. Tunaanza nabii Danieli 7:1. Leo tutaanza na hapo, kesho tutarudia ingine hivyo hivyo. Danieli 7:1 mstari wake wa kwanza inasema. Sasa hizi ni mifano ambao Danieli anatumia. Inasemaje? Katika mwaka wa kwanza wa Belishaza mfalme wa Babeli, ndio Danieli aliona ndoto na maono ya kitanda. Inasema Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati za usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Sasa usisahau upepo ambao inavuma
ni njia ya mfano ambayo tumeona Mungu alikuwa anatumia mifano katika huduma ya manabii. Basi tunapiga hatua tujue mfano ya kisulisuli ni nini. Kuna upepo zinavuma na hizo ni kisulisuli zinavuma. Hebu tuangalie kitabu ya Ufunuo. Je, Ufunuo iko na kisulisuli? Ufunuo iko na upepo? Hebu tuangalie Ufunuo 7:1. Ufunuo 7:1. Na inashuhudia na kusema. Nasemaje? Inasema hivi. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne. Wakizizuia pepo nne. Unajua hizi pembe nne maana yake ni nchi, dunia mzima, ambayo tulisoma kwa Ezekieli. Mwisho imekuja katika nchi, naye kuna pembe nne zinakuja kufanywaje? Kuhukumiwa. Soma, inaendelea ikisema, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Unaona sasa, hao malaika ndio wanazuia hiyo pepo. Saa hii venye tunaongea, wakati watakapoacha hivi, mtasikia revolution. Hujaiona revolution? Chaos. Unasikia moto ya Freemason inaitwa Abchao. Ordo Abchao, order out of chaos. Au ni ufalme wa giza, ndio wamezoea kubadilisha ufalme na kuyangusha ufalme. Na tunasoma malaika Lucifer kazi yake ni kuangusha wafalme, ambapo tutakuwa tunasoma malaika na kazi yao. Angalia Zekaria, kitabu cha Zekaria 7:11. Zekaria 7:11. Na inashuhudia na kusema. Inasema hivi. Kitabu ni cha Zekaria 7:11. Lakini hao walikataa kusikiliza, wakageuza bega lao, wakaziba masikio yao ili wasisikie. Wakafanya nini? Naam, walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakaisikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi. Yaani kila nabii anasisitiza sheria ya Bwana imekataliwa. Maana yake wamegeuza bega yao, wakafanya mioyo yao ngumu. Twende. Inaendelea ikisema, naam, walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakaisikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi aliyoyapeleka kwa roho yake kwa mkono wa manabii wa kwanza. Umesikia? Anapeleka na roho yake kwa mkono wa nani? Wa manabii wa kwanza. Yaani manabii ni mkono wa Mungu, hao ndio viongozi. Kwa sababu hiyo ghadhabu kuu ikatoka kwa Bwana wa majeshi. Ghadhabu kuu imetoka kwa nani? Kwa Bwana wa majeshi. Maliza. Inaendelea mstari na ninasema wa 13. Ikawa kwa sababu walilia, wao wasitake kusikiliza. Baada hapo wamekataa, ghadhabu imekuja, wanaanza kulia sasa. Alafu basi wao nao watalia, wala mimi sitasikiliza. Hatasikiliza kwa sababu Bwana wa majeshi. Kwa sababu manabii wanalia, hawasikiza. Hai, endelea sasa. Inaendelea ikisema, lakini nitawatawanya kwa upepo wa kisulisuli. Atawatawanya na nini? Kwa upepo wa kisulisuli. Maliza. Katikati ya mataifa yote wasiowajua. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa ukiwa nchi baada yao, hata hapakuwa na mtu aliyepita kati yake. Yaani Mungu anamaliza taifa mpaka kuna mimea na mea, kuna mtu anapita hapo. Haya, sasa sikia, kisulisuli maana yake ni hiyo, ni ghadhabu ambayo inatoka kwa Mungu. Naye Danieli anasema ameona wanyama katika ndoto ama ministry ya Danieli anatumia wanyama katika Danieli 7. Inasemaje? 7 ngapi? Mstari wa 4. Sasa inashuhudia na kusema, wa kwanza alikuwa kama simba. Rudia, anza 3. 7:3. Na inashuhudia na kusema, ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi. Sasa tumeonyeshwa kuna mabawa na ni simba, ametoka kwa maji. Tumeona maji inapopulizwa na kisulisuli, hiyo ni revolution, hiyo ni chaos, hiyo ndio moto
ya Mafrimaso wanaita Ordo Abtao, sawa? Wanaletaka shida. Wanaporuhusiwa mbinguni kuleta shida, basi waovu ndio wanaangamia. Watu wa Mungu wanaambiwa tulieni. Yeremia 29:11. Watu wa Mungu wanaambiwa hivi. Sikia 29:11 kitabuni cha Yeremia. Kwanza uanze na 10, sawa? Naam. Watu wajue kwamba Mungu ako na ahadi ambayo amewekea watoto wake wakati wa kutawanywa. Ahadi ya kwanza nisemaje ya leo? Nasema hivi. Ndio. Maana Bwana asema hivi. Babeli utakapotimizwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu, kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo ninayowaazia ninyi, asema Bwana. Najua watu wako Sande na wanatumia andiko. Wewe uko Sande, uko Babeli na unatumia andiko ya nini? Na Mungu amesema Babeli itakapoanguka, the thoughts that I have upon you are good, not evil thoughts, not thoughts for evil. Hiyo wewe unaikuwa kwa nini na uko Babylon? Wacha tuangalie sasa, watu wajue Babeli haishiki sheria ya Mungu. Kwanza tumeonyeshwa hapa kuna simba. Mnyama wa kwanza ni simba, hako na mabawa, si ndio? Naam. Twende kwa ni Habakuki. Habakuki. Habakuki 1:6-8. Mabawa, kazi ya mabawa ni nini? Si ndio? Naam. Wametumia huduma ya manabii kufundisha mabawa juu ya wanyama. Tunaenda kujua wanyama ni nini? Tushajua maji ni revolution, chaos, war, strife. Watu wanaenda vita. Naona? Alafu sasa baada ya maji kupigwa sulisuli, mnyama anatokea. Super power ambaye anaongoza. Mnyama ni kukula na kurarua mwenzake. Wanyama ambao wanaotarua wanaitwa animal of prey, beast of prey. Endelea. 1:6 nasema kwa maana angalieni na waondokesha Wakaldayo, taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi, wapitao katikati ya dunia, ili wayamiliki makao sio yao. Hao ni watu wa kutisha na kuogofya sana. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe. Farasi zao ni wepesi kuliko chui, ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni. Na wapanda farasi wao hujitapa. Naam, wapanda farasi wao watoka mbali sana, huruka kama tai, wapanda haraka ale. Wanakimbia kama tai, wanapanda kama tai, yani wako na mabawa ya tai. Sawa, unaona? Naam. Sasa manabii hawapingani. Tuingie katika sehemu nyingine. Kesho tutaangalia jinsi Babeli anajiinua. Hizi historia zote tutapitia kesho. Tuingie katika mnyama wa pili, Danieli 7. Kitabu cha Danieli. Danieli 7 mstari wake ni wangapi? 5. 7:5 kitabu cha Danieli nasema hivi. Natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Alafu sasa angalia, huyu mnyama ni mnyama wa pili na ni mnyama ambaye anainuliwa sehemu moja. Ni fundisho ya manabii wa Biblia. Huyu mnyama ni nani ambaye ataangusha Babeli, si ndio? Na kuna mifupa ngapi? 3. Tunaona wakati anapoingia katika utawala, anaanza kuangusha Egypt, anaenda anaangusha Syria, na baadaye anaangusha Babeli. Sasa angalia, huyu mnyama ni nani, si ndio? Ameinuliwa sehemu moja, na ni ufalme ambaye inafuata Babeli, kwa sababu tumesikia Babeli wako na mabawa, farasi zao wanainuka kama tai, si ndio? Sasa tuingie tujue ni Yeremia 51:11. Kitabu ni cha Yeremia 51:11. Twende. Na inashuhudia na kusema, inasema hivi, inoweni hiyo mishale, zishikeni ngao kwa nguvu. Bwana ameziamsha roho za wafalme na Wamedi, kwa sababu shauri lake ni juu ya Babeli au uangamize. Maana ni kisasi cha Bwana, kisasi cha hekalu lake. Twekeni bendera juu ya kuta za Babeli, yatieni malindo nguvu, wawekeni walinzi, tengenezeni waviziao, kwa maana Bwana
ameazimia na kutenda yote aliyosema juu yao wakao Babeli. Sasa tunaona Mungu anaonyesha kwamba ufalme wa Nebukadnezar inaangushwa na ufalme wa Uajemi na Wamedi, Medians and the Persians ndio wanayangusha, na ni manabii ambao wanazungumuza hata kabla kuja kwa mfalme Nebukadnezar. Unasikia? Tumesikia ni Yeremia. No. Kwa Yeremia 25 mstari wake 11 usikie. Anatabiri mfalme wa Nebukadnezar kukuja. Yaanze sasa utawala. Inasema hivi. 25:11 kitabu ni cha Yeremia. Na unapoangalia hii cheti, hii ni map ambayo inaonyesha, hii ni zile original map my friend. Hapa inaonyesha Median Empire. Alafu Assyria. Then inaonyesha Babylonia Empire. Sasa wewe unafaa ujue kwamba huyu wako juu, Median wako juu ya Babiloni, na Babiloni wako juu ya Damascus na Jerusalem, ama Samaria na Jerusalem. Sasa hiyo ndio tunaangalia north, huyu yako north ya Babylon, Babylon iko north ya Jerusalem hivyo, na Jerusalem ndio katikati ya dunia mzima. Waligeuza compass direction kutoka hapa, hawa Warumi ndio waligeuza. Sasa ili wafiche kusudi ya Mungu duniani mzima. Kusudi ya Mungu iko kwa Biblia. Unapoenda kusoma Biblia kutumia masomo ya shule utakosa, kwa sababu zishabadilishwa. Sasa wewe masomo ya kibiblia hujui. Wale ambao wanatumikia shetani underground, hao ndio wanafuata njia za Mungu na kuzipotosha, kwa sababu wao ni ufalme wa shetani. Wewe kama mtumishi wa Mungu, amuka sasa hivi, ni wakati wa kuamka. Uko wapi mtumishi? Yeremia 25. Sasa wasoma. Mstari wake na 11. Inasema hivi, na nchi yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya. Kwanza tusikie manabii walilia wakiwaita, si ndio? Naam. Soma mstari wa 8 na 9. 8 na 9 nasema, basi Bwana wa majeshi asema hivi, kwa kuwa hamkuyasikiliza maneno yangu, angalieni, nitapeleka watu na kuzitoa jamaa zote za upande wa kaskazini, asema Bwana, nami nitatuma ujumbe wa Nebukadnezar. Mungu atatuma ujumbe huku iende kwa Nebukadnezar kama leo Babeli. Nebukadnezar mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu yao wakao ndani yake na juu ya mataifa haya